viongozi tunatambua pia katika baadhi ya maeneo mmesema hapa inayohusisha mambo ya wanafunzi, tumeanza kubadilisha utaratibu ili tuweze kuendana na mitaala mipya tutakapoanza kutekeleza mitaala mipya. Kwa Dar es Salaam tutatumia zaidi ujenzi wa majengo yanayokwenda juu ya taasisi zetu, shule za msingi, shule za sekondari, kwa sababu tutahitaji madarasa mengi zaidi ifikapo 2028 kwa ajili ya kutekeleza mitaala mipya. Kwa wastani ifikapo 2028 tutakapoanza kutekeleza mitaala mipya, tunahitaji kwa nchi nzima zaidi ya madarasa mapya 23,000, kwa sababu wale watoto waliokuwa wanaingia darasa la 6 waliokuwa wanatakiwa kuingia darasa la 7 watakuwa form 1, na wale waliokuwa wanatakiwa kuanza form 1 watakuwa form 1 pale tutakapoanza kutekeleza elimu ya lazima ya miaka 10. Na niliweke wazi hii miaka 10 hatukusudii kuongeza miaka 10 ya shule ya msingi na kidato cha kwanza na mpaka kidato cha 4 kiendelee kuwa vile vile. Kuna babangu mmoja, mzee wangu mmoja mfugaji, akasema, hawa watoto unataka ukae nao miaka 10 shule ya msingi tu, mbona tutachunga sana sisi huku? Tukamwambia hatukusudii shule ya msingi kuwa miaka 10, tunakusudia elimu ya lazima kuwa miaka 10. Kwa hakuna kinachoitwa amemaliza darasa la 7 na anaenda kuolewa, ama ana darasa la 7 anaenda kuoa. Elimu ya lazima ya kumweka mtoto wa Kitanzania shuleni itakuwa miaka 10, elimu ya lazima. Tunatambua mahitaji ya rasilimali fedha, tunatambua mahitaji ya rasilimali watu, tunatambua mahitaji ya miundombinu, na hiyo ndio kazi ambayo tumeanza mimi na wenzangu kutekeleza, ili dira ya Mheshimiwa Rais kwenye kuleta elimu ambayo itamfanya mtoto wa Kitanzania awe na ujuzi iweze kutimia. Sambamba na hilo, tunaendelea kutekeleza yale mengine yanayohusiana na mambo ya afya. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Nimepita maeneo mengi na nimeshaongea na wenzetu wa Wizara ya Afya kushughulikia jambo hili la afya. Kuna baadhi ya maeneo nilikutana na kero hizo za utoshelevu wa dawa zaidi ya 90%, kwamba tuna utoshelevu wa dawa zaidi ya 90%, lakini hospitalini kila mgonjwa akienda anaandikiwa akanunue dawa kwenye duka nje ya hospitali ama wapi huko mtaani. Tumekubaliana utaratibu wa kushughulikia taratibu za manunuzi ya dawa katika taasisi zetu, katika hospitali zetu, vituo vyetu na zahanati zetu, ili wananchi wanufaike na matunda